Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mimi bado ni mzima katika Bwana Mungu wetu ambaye ni muumba wa vyote, ambaye umetulinda. Tungetaka tuangalie neno la Mungu kidogo tu kwa dakika chache, neno ambalo linasema vita hushindwa kwa maombi. Vita hushindwa kwa maombi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunasema ni asante. Wewe ndiye Mungu uliyekuwepo, yupo sasa na utakuwepo milele na milele. Bwana, ninakuinua na ninakuabudu Mungu wetu. Neno lako ambalo tunaenda kusoma, naomba Roho Mtakatifu akatufafanulie. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Vita hushindwa kwa maombi. Vita hushindwa kwa maombi, kwamba chochote ambacho tunafanya lazima tufanye kwa maombi. Kwa maombi ni kwamba tunamtafuta Mungu. Ningetaka tuangalie maandiko kidogo ndio tuone ni jinsi gani ambayo vita hushindwa katika maombi ama kwa maombi. Nataka tusome kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 16. Tusome mstari wake wa 25. Matendo ya Mitume 16, tusome mstari wake wa 25, ambayo ni kuhusu Paulo na Sila wakati ambao wameshikwa, wamepelekwa pale gerezani. Na wakushikwa kwa sababu eti walitenda mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu waliyatenda mambo mazuri. Ni kwa sababu walikemea pepo ambayo alikuwa katika kwa yule mwanamke, na pepo akatoka. Lakini kuna wanaume fulani ambao walikuwa wanafaidika kutoka kwa huyu mwanamke, ndio maana wakafanya hila ama njama ya kumshika na wakawapeleka pale gerezani. Mstari wa 25 inasema hivi: Ilipokaribia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, nao wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. 26 inasema, ghafula pakatokea tetemeko kubwa la ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Hata msingi wa gereza ukatikisika. Mara milango ya gereza ikafunguka, na ile minyororo iliyowafunga kila mmoja ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona maandiko inasema kwamba baada ya Paulo na Sila kupelekwa pale gerezani, ilipofika wakati ama usiku wa manane, walianza kuimba na kumsifu Bwana. Walianza kuimba na kumsifu Bwana, na Bwana akasikia kilio chao. Bwana akasikia maombi yao. Ndiyo maana Mungu akatuma uwepo wake kama malaika wake, gerezani ikatetemeka. Biblia inasema kwamba kulitokea mtetemeko wa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Ile minyororo ambayo walikuwa wamefungwa ikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Vita hushindwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda vita tunapomtafuta Mungu. Kila wakati tunapoenda mbele za Mungu, wapendwa, lazima tushinde vita, kwa sababu anayetushindia si mwingine tu, ni Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Ni Yesu Kristo ambaye ndiye Mungu anayetupigania vita. Tunapomtafuta Mungu kila wakati, kitu ya muhimu ni kwamba chochote ambacho unatafuta kwa Mungu, kitafute kwa maombi, kitafute kwa sifa, kitafute kwa kumtumainia Bwana. Wakati Paulo na Sila walianza kuomba, Mungu akasikia kilio chao na akashuka na akawafungua. Bwana Yesu asifiwe. Hata Biblia inasema hapo chini kwamba wale ambao walikuwa wanawalinda pale gerezani, yule ambayo ni mlinzi wa gerezani alikuwa anataka kujiua, kwa sababu alikuwa anafikiria wametoroka. Lakini Paulo akamwambia, usijiue, sisi tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tetemeko likatokea. Ni nini ambayo unatafuta mbele za Bwana? Ni nini ambayo unaogopa? Enda mbele za Bwana kwa maombi. Enda mbele za Bwana kwa sifa. Enda mbele za Bwana kwa kumshukuru, naye atakushindia kama vile aliwashindia Paulo na Sila. Atakushindia yote. Acha acha kuwa na moyo mgumu. Acha kulalamika. Ambia Mungu kilio chako.
atasikia. Yule alisikia wakati wa Paulo na Sila, ndiye anasikia wakati huu. Yule alisikia wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego, ndiye huyu. Mungu wetu abadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Tena ningetaka tusome katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili, sura ya 20, tusome mstari ule wa 20. Tuanzie mstari wa 21. Biblia inasema, alipomaliza kushauriana, ni historia ya Yehoshafat, King Yehoshafat. Alipomaliza kushauriana na watu, Yehoshafati akawaweka watu wa kumwimbia Bwana na kumsifu katika utukufu na utakatifu wake, walipokuwa wametangulia mbele ya jeshi, wakisema, mshukuruni Bwana, kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Huu ni wakati ambapo King Yehoshafat ambao ni wa Yuda alifamiwa na watu ambao ni wa kutoka Mount Seir, Biblia inasema, tukiangalia msuri, kuna mahali ambapo Biblia inasema kumi na tukiangalia mstari wa ngapi, kuniladi kidogo, tukiangalia mstari wa 20, tukiangalia mstari wa 20 na ngapi, tuangalie mstari wa 10. Mstari wa 10 Biblia inasema, lakini sasa hawa watu kutoka Ammon, ilikuwa watu kutoka Moabu na mlima Seir, ambao walikuwa na njama ya kuvamia Yuda. Lakini mfalme wa Yuda ambayo ni Yehoshafat akamulilia Bwana, akatangaza maombi ya kufunga na kuomba. Baadaye, wakati asubuhi ilipofika, wakati wanaenda kwa vita, inaonekana kwamba Yehoshafat aliweka watu wa kumwimbia Bwana. Biblia inasema hapo chini kwamba walikaa mbele, walikuwa wanamwimbia Bwana sifa. Na matokeo ni kwamba wale watu wa mlima Seir, wale watu wa Amoni wote wakaanza kuuana wao wenyewe, kwa sababu hapo nyuma Mungu alikuwa amewaambia, hamutapigana katika hizi vita, mimi nitapigana. Aliwafanya wakauana wote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye aliwapigania. Ukisoma 23 inasema, watu wa Amoni na Moabu waliinukiana, wakauana, wakabakisha wale wa mlima Seir ambao walijiua wenyewe. Mungu alipigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Vita ushindwa katika maombi. Vita ushindwa kwa kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na shaka mpendwa, mtafute Mungu. Pigana vita zako kwa maombi. Huwa tunashinda kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho unataka katika dunia hii, chochote ambacho unataka kutoka kwa Mungu, rudi ndani, rudi kwa maombi, mutafute kwa magoti, mutafute kwa kuomba, kwa kusifu na kufanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na shaka, mutafute Muumba wako na atakupatia yote ambayo unayohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ambaye haujaokoka, okoka, naomba ukaokoka, ukampokea Yesu Kristo, ili maombi yako nawe yakaweze kujibiwa. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe, naomba unioshe na ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ili nikaweze kuwa mweupe kupita theluji, na unikumbuke katika kitabu cha uzima, ulitoe jina langu katika kitabu cha mauti. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Wewe ambaye umeokoka, naomba Roho wa Mungu akaweze kukuongoza, ukaweze kumtafuta na ukaweze kuomba kila wakati. Mungu wetu ni Mungu wa neema na rehema. Ubarikiwe sana, uinuliwe na Mungu wetu. Asante sana, hadi wakati mwingine, mubarikiwe. Amen.